Breaking news. Kuna spirit ambayo imeingia na kuidhibiti itachukua muda mrefu, maybe baada ya kura za 2027 katika taifa la Kenya. Francis Atwoli ambaye ni katibu mkuu wa KOTU, chama cha wafanyikazi humu nchini, ameweza kuonyeshwa madharau, aibu kutanda na kufukuzwa na kupigiwa makelele alipokuwa katika mazishi katika eneo la magharibi mwa Kenya. Naomba kuweka hiyo kanda tuisikize, tushuhudie vile hali ilivyokuwa baada ya kusema ya kwamba yeye alikuwa na madai yake alipokabidhiwa kipaza sauti kuzungumza. Akasema baada ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kuaga dunia, hakutuachia kiongozi katika eneo la magharibi mwa Kenya. Sasa tunastahili kumuunga mkono rais wa sasa William Ruto. Huyo Atwoli ni yule ambaye alikuwa anasema ya kwamba miti ikatwe Sugoi kwa sababu kijana Ruto atajinyonga wakati anaenda kufail kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi uliopita wa 2022. Sasa hivi yuko katika serikali anaitetea. Sasa baada ya kusema hivyo, akaambiwa hatutaki uongo tawe, tunataka Sifuna. Sifuna ndiye kiongozi wa eneo la magharibi mwa Kenya. Tutazame kisha baadaye nikirudi nitakuwa nachanganua kwa undani. Lakini tunapoenda kutazama, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya like button ili tukaweze kusonga mbele pamoja. Na ikiwa wewe ni mgeni, karibu subscribe, kuna kitufe na kupembeleza ambacho kimeandikwa subscribe hapo chini, bonyeza ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, washa kengele ili wakati tunaleta habari za ukweli utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha. Tazama haya, tusikize vile hali ilivyokuwa. Umesikia vile alikuwa anazungumza hadi akalazimika kukatisha mazungumzo yake, akasema nataka kuondoka baada ya kuambiwa kiongozi wa eneo la mlima ama eneo la magharibi mwa Kenya sasa hivi ni Sifuna. Naomba kuuliza swali kabla nizame kwa uchanganuzi kwa ndani. Sifuna ametosha kuwania kiti cha urais 2027. Je, Sifuna ametosha kuwania kiti cha urais 2027? Niandike katika sehemu ya maoni. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why the congregation turned against Francis Atwoli. Kwa nini aliweza kugeukiwa wakati alipokuwa kwa mazishi kule magharibi mwa Kenya? Point number 1, Sifuna's new political wave. Sifuna tangu anzishe mchakato wa movement. Unajua hii ni movement, sio political party, movement ambayo inajulikana kwa jina Linda Mwananchi. Ni jambo ambalo limekubalika kote nchini Kenya na hamuna yeyote ambaye anaweza kuzuia. Sifuna amepitishiwa mambo magumu, kuondolewa katika chama cha ODM, hasa kwa uongozi, kuwa katibu mkuu pale. Hayo ndio yamesababisha Sifuna kuongezewa makali ya kisiasa. Sasa Sifuna amekubalika kisiasa kote nchini kwa sababu wadhifa ambao amekuwa akishikilia kwa kuwa na msimamo. Hata wakati Raila Odinga alipokuwa akiambia wengine tuingie katika serikali jumuishi, Sifuna alikuwa anamwambia hapana,
Yeye alikuwa anasema hawezi kuunga mkono Rais William Ruto. Kwa msimamo wake ndio uliweza kudhibitisha nguvu zake za kisiasa. Ndio maana amekubalika na kuanzisha movement ambayo inaitwa Linda Mwananchi. Kumaanisha anajali maslahi ya wananchi, sio kujali maslahi yake binafsi ya kisiasa kwa kuunga watu fulani mkono ili kuendelea na maisha yake kando na kushughulikia common mwananchi. Number 2, Atuoli haaminiki kisiasa. Is not trusted politically. Why? Francis Atuoli hakumuunga mkono Rais William Ruto. Alikuwa anampigia kampeni hapa na pale hayati Raila Odinga. Wakati Ruto alitangazwa kuwa mshindi katika kiti cha urais, akaruka, akaacha Azimio la Umoja, akaingia pale. Hawezi kuaminika kisiasa. Akaanza kumtetea Rais William Ruto. Kwa nini? Ili ajinufaishe yeye mwenyewe, aendelee na wadhifa ambao anashikilia, yeye anajijali yeye mwenyewe, ndio maana hawezi kuaminika kisiasa. Hata wakati Uhuru Kenyatta alipokuwa kiongozi, kabla achaguliwe akiwa na William Ruto, alikuwa anamunga mkono Raila Odinga. Wakati alizama, akaruka akaingia kwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo, na hata wakati enzi zile za Moi, hata Mwai Kibaki, Atuoli amekuwa akiingia kwa serikali. Yeye anaona hapa ni serikali, naingia huko kabla avamiwe anaingia pale ili kujiokoa yeye mwenyewe na nafasi ambayo anashikilia katika chama cha wafanyikazi humu nchini KOTU. Ndio maana sasa anaambiwa hatutaki mambo yako ya uongo, kwa sababu wewe tunakujua uwezi kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Hayo ndio yanashuhudiwa katika taifa la Kenya, na kuna spirit imeanzishwa kama ile ilikuwa 2024 when we had Gen Z's protest in this Republic of Kenya. Kiongozi anaenda kuzungumza, anavamiwa, anaambiwa sijui nini, anaambiwa sijui nini. Ni kama imerudi, kwa sababu sasa hivi tumebakisha tu chini ya mwaka 1.5 ili uchaguzi ukaweze kuandaliwa humu nchini. Yaani mtu anaambiwa peupe wazi hadharani mchana ni kipi ambacho fikra za mhusika fulani anafikiria kama Mkenya. What do you think? Je, Sifuna metosha kuwa ama kuwania kiti cha urais 2027? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo tatia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa katika taifa la Kenya. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But if you are watching and you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here. Once you are, now remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and review the clip, you will be notified automatically that Mokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also of WhatsApp group and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Mokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.